Jambo kubwa kabisa walilofanya uongozi hapa, walitupatia jengo ambalo ndio tunalifanyia ukarabati na linaweza kulaza watoto kama tulivyoona huko ndani karibia watoto 20. Ukarabati wa jengo hili umegharimu karibu shilingi milioni 261 na vifaa ambavyo vimewekwa katika hili jengo la watoto wachanga vinafikia karibia shilingi milioni 64. Kwa hiyo unaweza kuona ni uwekezaji mkubwa ambao tunaamini utaleta matokeo ambayo tunayatamani na tunayafikiria. Jambo kubwa tunaloangalia ni wingi wa watoto ambao katika maeneo hayo ambao wanahudumiwa na vituo ambavyo tunavifahamu kabisa. Kwa hiyo tunazungumza na uongozi au tutaenda kuzungumza na uongozi na kuona ni namna gani tunaweza kusaidiana kupitia kwa wafadhili wanaotupa hizi fedha kuboresha huduma kama tulivyofanya hapa. Sisi kama Wanatemeke kitakwimu na kitaifa, kwa kila siku endayo kwa Mwenyezi Mungu tunapata watoto wasiopungua 100. Sasa kupata huduma hii muhimu na hususi kwa ajili ya watoto wachanga ni jambo la faraja. Lakini hili ni eneo moja la hospitali yetu hii ya Vituka. Sisi kama Temeke kama wilaya tunayo majimbo matatu. Kwa maana jimbo la Mbagala, jimbo la Chamazi na jimbo hili la Temeke. Na kote tunazo hospitali kubwa. Pale Rangi Tatu tunajenga hospitali kubwa ya ghorofa 6. Nina imani na ni hospitali ambayo inaongoza kwa kina mama kujifungua kwa wingi. Wito wangu kwa wafadhili wetu hawa, huduma hizi tunazihitaji zaidi kwenye majimbo yote matatu. Angalau kwa kima cha chini kila jimbo lipate huduma hii ya msingi. Kwa sasa huduma hii inapatikana kwenye hospitali yetu ya Rufaa ya Temeke na hii hospitali ya Vituka. Kwa tukiipata katika jimbo la Mbagala pia, tukaipata katika jimbo la Chamazi, ni matumaini yangu Wanatemeke tutaendelea kufarijika. Kabla ya hapa hatukuwa na huduma hizi hapa kituoni kutokana na ukosefu wa jengo, ukosefu wa vifaa na ukosefu wa nguvu kazi iliyofundishwa kuhudumia watoto wachanga. Kwa hiyo tulikuwa tunalazimika kuwapa rufaa watoto wote wachanga wenye changamoto, wanaoumwa, waliozaliwa na uzito pungufu na waliozaliwa na baadhi ya viungo ambavyo havijakamilika mwilini. Na hali hiyo ilikuwa inasababisha usumbufu kwa sababu unampa rufaa mama ambaye anaishi nyuma ya kituo, unampeleka mbali labda Temeke au Muhimbili. Inakuwa ni gharama kumhudumia kwa ndugu na hata wale wanaoenda kumpa msaada wa kisaikolojia. Kwa sababu ujenzi wa hili jengo na usimikwaji wa vifaa vyote muhimu na mafunzo kwa nguvu kazi ya afya juu ya utoaji huduma kwa watoto wachanga utaleta mabadiliko makubwa, kwa sababu hatutakuwa tunahangaika tena kutoa rufaa kwa watoto wachanga wanaoumwa, lakini pia tutapunguza vifo vya watoto wachanga ambavyo vinaweza vikatokea kwenye jamii inayotuzunguka, kwa sababu uwepo wa huduma hizi itakuwa ni kimbilio kwa wanajamii ya Yombo Vituka.